Mpenzi mtazamaji, ninayo furaha tena kukukaribisha katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya kijana na unabii kutoka katika chungu cha unabii. Tumekuwa na mfululizo wa vipindi vizuri. Mojawapo ya vipindi tulivyo navyo sasa ni kukielewa kitabu cha Ufunuo kama kilivyofunuliwa na Mungu mwenyewe. Kipindi kilichopita tulisoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 1 fungu la 1. Neno la Mungu linasema ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana aliyelishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Heri asomaye na wao yasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati u karibu. Mpenzi mtazamaji, tumeona ufunuo huu ni wa Yesu Kristo. Kwa nini ni ufunuo wa Yesu Kristo? Kwa maana ya kwamba kiini na maudhui yake yanamlenga Yesu Kristo, na ndipo kipindi kilichopita tulitumia muda mrefu kidogo kumjadili Yesu Kristo kama alivyofunuliwa katika neno lake. Kipindi kilichopita tulimtazama Yesu Kristo katika kipande kimoja kabla ya kuzaliwa kwake. Alikuwa ni nani? Na ndipo tukagundua Yesu Kristo alikuwa ni Mungu kabla ya kuzaliwa. Tunawezaje kusema alikuwa ni Mungu? Tuliona jinsi Mungu katika maandiko matakatifu amejifunua katika wingi na sio katika upweke. Anapojitambulisha anajitambulisha katika wingi, na hivyo tukawa na amani ya kwamba uungu ni hadhi. Tulichukulia mfano wa ndoa. Tunasema ndoa moja ina nafsi mbili za wanadamu, ina mwanamume, ina mwanamke. Kwa hiyo Mungu anaweza akajitambulisha katika nafsi zaidi ya moja, na kwa ushahidi huo tunaanza kumwelewa Yesu Kristo vizuri, ili tunaposoma kitabu cha Ufunuo basi tuweze kuwa na ushahidi wa kwamba ni habari za Yesu aliyejifunua waziwazi na tunayemfahamu vizuri. Leo tunaingia katika awamu nyingine ya kumwelewa Yesu Kristo kama alivyotabiliwa. Unajua, kuna Yesu kabla hajazaliwa, kuna Yesu aliyezaliwa, na kuna Yesu baada ya kupaa kwenda mbinguni. Sasa katikati hapa tunapata kipengele cha kujadili Yesu kama alivyotabiliwa katika maandiko matakatifu. Unajua, anaweza akawapo mbinguni, ndio, akazaliwa, ndio, lakini je, kuzaliwa kwake, kuja kwake kama mwanadamu, kuna utabiri wowote katika neno la Mungu? Hiyo ndio inayotusaidia ili tupate linki kutoka Yesu aliye Mungu mbinguni mpaka Yesu aliye mwanadamu duniani. Mpenzi mtazamaji, katika Mwanzo sura ya 3 aya ya 15 neno la Mungu linasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa nawe utauponda kisigino. Unajua, hapo uzao wa mwanamke mwenye uwezo wa kuponda kichwa cha nyoka, ambaye nyoka anayetajwa hapo ni Shetani, kwa maana ya kwamba Shetani ndiye aliyekuwa nyuma ya ujanja wote mpaka mwanadamu anatenda dhambi. Mungu anaahidi kumponda Shetani kichwa kupitia uzao wa mwanamke. Tunakubaliana mimi na wewe, hatuna uwezo wa kumponda Shetani kichwa isipokuwa Yesu Kristo pekee, ambaye alimshinda mbinguni akamshinda duniani. Ninayo furaha kukutambulisha ya kwamba kitabu cha Mwanzo kinamtambulisha Yesu Kristo kama atakayekuja duniani kuweza kumshinda Shetani, ambaye tayari mwanadamu alikuwa amekwisha kushindwa. Lakini katika kitabu cha Mwanzo 22 aya ya 18 tunaona utabiri hapa. Anasema katika uzao wako, Mungu anamwambia Ibrahimu, katika uzao wako mataifa watabarikiwa. Uzao wa Ibrahimu ambao utabariki mataifa ni nani? Bila shaka sio Ibrahimu mwenyewe, sio Isaka, sio Yakobo wala wana wa Israeli, lakini ambaye ana uwezo wa kubariki mataifa kutoka katika uzao wa Ibrahimu lazima awe ni yeye aliye na hadhi ya uungu, ambaye mwenye hadhi ya uungu, mwenye mamlaka ya kubariki ni Yesu Kristo. Na ndio maana katika Wagalatia 3:16 Yesu anatajwa kama mzao wa Ibrahimu. Maana ukisoma ukoo wa Yesu Kristo katika kitabu cha Mathayo 1 unamuona Yesu Kristo ambaye ukoo wake unatajwa kuanzia Ibrahimu, tunakwenda mpaka Yesu anakuja kuzaliwa akipita katika kabila la Yuda. Katika Mwanzo 49 wakati Yakobo anatamka baraka kwa watoto wake,
Ini Mungu anamfunulia Yakobo kwamba Yesu atazaliwa katika ukoo wa Yuda, katika kabila la Yuda. Yakobo anambariki Yuda, anasema fimbo ya kifalme haitaondoka katika Yuda hata Shilo atakapokuja. Ninayo furaha kukutambulisha ya kwamba mzee Yakobo miaka mingi kabla anamtabiri Yesu Kristo katika jina Shilo. Shilo ni jina lingine linalomaanisha Masihi, amani, na hivyo Yesu Kristo anatabiriwa kutoka katika ukoo wa Yuda. Mpenzi mtazamaji, katika Isaya sura ya 7 aya ya 14 neno la Mungu limeandikwa, tazama, ishara, bikira atachukua mimba, naye atazaa mtoto mwanamume, naye ataitwa Imanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Bikira au bikra atachukua mimba, atabeba mimba bila kukutana na mwanamume. Leo ukikutana na mwanamke ambaye anasema nina mimba, nina ujauzito, sijakutana na mwanamume, atalaaniwa na kuhukumiwa sana, kwa sababu si kawaida. Lakini tunaona utabiri ya kwamba bikra atachukua mimba, na unaposoma katika zile Injili 4 unaona bikra Mariamu anabeba ujauzito pasipo kukutana na mume wake, pasipo kukutana na mwanamume, na ujauzito huo tunaufananisha na ndii kweli ambavyo Mungu alijifunua ya kwamba Yesu Kristo atazaliwa na bikra. Imanuel ambalo ni jina linalotokea katika kuzaliwa kwa bikra. Imanu maana yake aliye pamoja nasi, Eli, kwamba Imanueli, aliye pamoja nasi ni Mungu. Kwa hiyo Yesu anapozaliwa si mwanadamu aliyezaliwa, bali ni Mungu aliyetwaa ubinadamu. Kwa hiyo anapokuwa katikati yetu, hatusemi mtu kati ya watu, bali ni Mungu katika watu, kwamba huyo aliye nanyi, aliyezaliwa na bikra ni Mungu. Ndiyo maana ya Imanueli, leo tunaita Emmanuel. Penzi mtazamaji, katika Isaya sura ya 9 aya ile ya 6 neno la Mungu linasema, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, ataitwa mshauri wa ajabu, ataitwa Mungu mwenye nguvu. Hakuna mahali popote mwanadamu amezaliwa na mwanamke ambaye akapewa jina la Mungu wa ajabu au mshauri wa ajabu au mfalme wa amani au Mungu mwenye nguvu. Huyu si mwingine, ni yule aliyekuwa pamoja na Baba kabla, ambaye ametambulishwa katika Yohana 8:58 ya kwamba kabla Ibrahimu hajazaliwa mimi niko. Nani? Yesu Kristo, ambaye katika Yohana 10:30 amejitambulisha, anasema mimi na Baba ni mmoja. Mpenzi mtazamaji, Yesu Kristo alitabiriwa mpaka mahali atakapozaliwa. Maana katika Mika 5 sura ya 2 neno la Mungu linasema, e Bethlehemu Efrata, kwako wewe ndipo atakapotoka mtawala. Maana yake ni kwamba Yesu alitabiriwa kabla hajazaliwa mahali atakapozaliwa, na ni kweli historia inatuonesha Yesu alizaliwa Bethlehemu. Hili linanipa faraja ya kwamba Yesu aliyefunuliwa kitabu cha Ufunuo ni Yesu aliyetabiriwa vizuri, na patterns zake akiwa bado mbinguni kama Mungu zinafunuliwa vizuri kabla ya kuzaliwa kwake. Habari za kutosha za kuzaliwa kwake zipo pamoja nasi. Mpenzi mtazamaji, katika Isaya 61 fungu la 1 mpaka la 3 Yesu Kristo alinukuu mwenyewe ile Isaya, anasema, Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa maana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema, kuwaganga waliovunjika moyo. Anaendelea pale na ule unabii unaomhusu Masihi. Na unajua wakati anasoma ule unabii kule hekaruni katika Luka 4 fungu la 16 na kuendelea, anasema alipowaambia unabii huu umetimia, wanamshika, wanataka wakamtupe nje wakijua amekufuru, lakini kwa sababu alikuwa ni Mungu hawakuweza kumtupa, bali alitoweka katikati yao wasiweze kufanya lolote. Yesu Kristo ametabiriwa vizuri katika Isaya 53 kuanzia aya ya 3 mpaka ya 7 kama Masihi atesekaye. Matukio ya kuteseka kwa Yesu kuanzia jioni ile mpaka akiwa msalabani yametajwa vizuri sana katika kitabu cha Isaya sura ya 53. Ndugu mpenzi mtazamaji, unajua hata katika Zaburi sura ya 22 Yesu Kristo ametabiriwa vizuri sana ya kwamba wamenichoma mikono na miguu yangu,
vazi langu wanalipigia kura. Unaposoma katika zile Injili 4 unaona kweli vazi la Yesu Kristo linapigiwa kura kuonesha ya kwamba unabii unatimia. Katika Danieli 7 fungu la 13 na 14 tunaona anakuja mbele za mzee wa siku aliye mfano wa mwanadamu. Kwa nini tunatoa mafungu mengi kiasi hiki? Ni kwa sababu pasipo kumjua Yesu Kristo vizuri itakuwa ni vigumu kukielewa kitabu cha Ufunuo. Pasipo kumwamini Yesu Kristo kama aliye na hadhi ya uungu ni vigumu sana kuamini kitabu cha Ufunuo. Pasipo kukubali kwamba Biblia imemfunua Yesu Kristo pasipo kukosea, akiwa mbinguni kama Mungu, anatabiliwa miaka mingi kabla kwamba atazaliwa, na anakuja kuzaliwa, anatenda na kupitia yote yaliyotabiliwa kama alivyoyaelekeza mwenyewe yatabiliwe katika neno lake. Jambo hili linatupa amani ya kwamba Yesu Kristo aliyefunuliwa katika kitabu cha Ufunuo ni kweli kabisa, ni Mungu aliyekuja pamoja nasi na akajifunua kwetu, na ameondoka kwenda kuandaa mazingira kwa ajili yetu. Na kwa sababu kwa kuondoka kwake watu wake aliowaacha watapitia mapambano makali, watapitia vita za kiroho, watapitia misukosuko, watapitia taabu na dhiki, akaandaa mwongozo wa matukio yatakayodhihirisha ujio wa kabla ya ujio wake, jinsi shetani atakavyoupindua ulimwengu kwa uongo, jinsi ibilisi atakavyougeuza ulimwengu uwe wa kwake, na namna gani watu wa Mungu wataokolewa. Mpenzi mtazamaji, ninayo imani sasa tunaamini ya kwamba si tu Yesu alikuwa Mungu, lakini pia alitabiriwa kwamba atazaliwa, na kutabiriwa kwake kunatupa faraja, kunatupa amani ya kwamba habari ya Yesu Kristo kama alivyofunuliwa katika kitabu cha Ufunuo ni habari ya kweli, habari ya usahihi. Ujumbe huu unitie moyo mimi ya kwamba kwa kumwamini Yesu Kristo ninapata nguvu ya kuendelea kusimama wakati wa kujaribiwa. Kwa kumwamini Yesu Kristo ninapata uweza wa kuyakabili majaribu ya shetani. Kwa kumwamini Yesu Kristo ndoa yangu inapata amani, maana yeye ni mshauri wa ajabu. Kwa kumwamini Yesu Kristo maisha yangu ya kiuchumi yanabarikiwa, kwa sababu yeye ndiye aliyeumba vyote. Kwa kumwamini Yesu Kristo elimu yangu itakuwa ya manufaa, kwa sababu yeye ndiye Mungu mwenye hekima yote. Kwa kumwamini Yesu Kristo ninaweza kufanya kazi kwa bidii nikiwasaidia wengine kumjua Yesu na kujiandaa mimi mwenyewe, maana imeandikwa ujio wa Yesu u karibu.